دعوة هي دعوة سلفية دعوة ودعوة مباركة. هل هما شيء واحد أو شيئان؟ je nafsi na roho ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Akatoa maelezo akafika kusema wal adhharu annahuma shay'un wahid. Kauli iliyo adhhar ni kwamba roho na nafsi ni kitu kimoja. Na al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi katika tafsiri yake al-Bahr al-Muhit naye anasema alladhi yadullu alayhi al-hadith wal-lugha, lile ambalo linafahamisha juu yake hadithi na lugha, anna an-nafsa war-ruha mutaradifan, kwamba neno nafsi na neno roho ni maneno mawili yanayofanana kimaana. Wa anna firaqa dhalika min al-jasadi huwa al-maut, na kwamba kufarikiana kitu hicho na mwili ndio kifo. Haya katika tafsiri yake al-Imam Abu Hayyan. Na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ruh asema al-anfusu hahuna hiya al-arwah qat'an. Neno al-anfus hapa ni roho kwa kukata kabisa. Ibn Ashur na mkakaleta maneno kama hayo yanayofanana na maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kaeleza kama watutlaq wala ruhi alladhi bihi al-hayatu wal-idrak nafsi, sababu al-anfus jamu nafsi wa hiya ash-shakhs wa-dhat wa fi anfusikum afala tubsirun. Akasema pia huitwa hiyo nafsi kwa maana ya roho, ambayo kwa hiyo roho hupatikana uhai na kufahamu. Na maana ya at-tawaffi yataallaqu bil-anfus ala kila al-itlaqayn, wal maana yatawaffa an-nasa alladhina yamutun, atawafisha atawaua watu ambao watakufa. Fa inna alladhi yusafu bil mauti huwa dhatu, ambacho husifiwa kwa kufa kwa mauti ni dhati la ruh, ile dhati ndio inayokufa na sio roho. Roho haifi. Wa inna tawaffiha salbu al-arwahi anha, na kuvifisha hivyo viwiliwili ni kuvitoa roho. Kinachokufa ni kiwiliwili au dhati ya mtu, roho haifi. Kwa hapa anasema muradi wa al-anfus maana yake ni adhati. Kwa roho anazitoa kwenye viwiliwili. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo hazikufa katika usingizi wake pia anazifisha Allah. Anazifisha nafsi wakati wa kumalizika muda wake, pia anazifisha nafsi ambazo hazikufa katika usingizi wake. Allahu yatawaffa al-anfus, sibadilisha. Allah anazifisha nafsi wakati unapotimia muda wake, muda wa kifo chake. Hina mautiha, wakati unapotimia muda wa kifo chake. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo hazikufa katika usingizi wake pia anazifisha Allah, kwa sababu Allah huwa nafsi inapokuwa imelala. Kwanza kuna al-mautu, kifo kile as-sughra wal-kubra. Kulala ni ile usingizi, kulala ni kifo kidogo, sawa, na kifo ni kulala kukubwa, ndio kifo. Kwa kuna sasa wakati wa kulala nafsi inaweza kuua kwa sababu roho inatoka. Sasa Allah anaichukua huko, na katika fadhila zake Allah jalla wa ala, anayekufa usingizini hapatwi na sakaratul mauti. Roho yaenda huko, itachukuliwa huko, kufika pale mwili uko baridi. Roho itakapochukuliwa usingizini hakuna sakaratul mauti, ishakwenda zake, haikurudi tu, kwa sababu kashakufa alikuwa. Hivi ndio wanavyoeleza baadhi ya ahli ilmi. Fayumsiku allati qada alaiha almaut, na uzichukua, maana uzizuia, kwa maana kuzichukua, uzichukua zile ambazo amezihukumia juu yake mauti. Pale nafsi inapokuwa imelala, zile ambazo zimehukumiwa mauti zinachukuliwa. Fayahbisu Allahu al-arwah allati hakama alaiha au hakama ala ashabiha bilmaut fala yuraddu arwahuhum ila ajsadihim fi dunya, ikawa roho zao hazirudishwi kwenye viwiliwili vyao hapa duniani tena,
ndio hayupo tena huyo, atakuwa ameshatoka, roho yake ichukuliwa. Fayumsiku allati, na uzizuia zile ambazo qada alaiha almaut, amehukumia juu yake mauti. Wayursilu al-ukhra, na uziachia nyingine, ila ajalin musamma, mpaka muda maalum. Yursilu Allahu al-arwah al-ahya'i hina istiqadhihim min manamihim, Allah anaziachia roho za walio hai wakati wa kuamka kwao kutoka usingizini, katika usingizi wao. Fataudu ila ajsadihim, zikarudi katika viwiliwili vyao. Fala yatawaffaha Allahu alwafata alkubra, havivishi Allah mauti makubwa, illa hina inqidai ajalihim fil hayati dunya, isipokuwa baada ya kuisha muda wao katika maisha haya ya dunia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha sisi, akasema idha awa ahadukum ila firashi, atakapojikusanya mmoja wenu katika tandiko lake, falyakhudh dakhila izarihi, akamate ile ncha au ndani ya shuka yake, falyamfudh biha firasha, akungute tandiko lake. Limadha? Kwa sababu hajui pale aliyechini. Waliusammi Allah, na amtaji Allah, sema bismillah, kunguta tandiko lako kwanza. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashi, kwa sababu hajui alichokiacha baada yake kwenye tandiko lake. Wewe umekuja tu umelala, wewe na nge, wewe na nyoka, wewe na hiki, kunguta kwanza shayatin, sema bismillah, kunguta, alafu ndio ulale. Fa idha arada yattaji' falyattaji' ala shiqqihi al-ayman, na anapotaka kulala basi na alale katika ubavu wake, alalie ubavu wake wa kulia. Waliyaqul, na aseme subhanak Allahumma rabbi, ninakutakasa wewe, kutakasa wewe Mola wangu, bika wada'tu jambi, kwa sababu yako wewe nimeuweka ubavu wangu, wa bika arfa'uhu, au kwa msaada wako nimeuweka ubavu wangu, na kwa msaada wako nitaunyanyua. In amsakta nafsi farhamha, au katika riwaya faghfir laha, ukiikamata nafsi yangu kama nitakufa mimi hapa, basi samehe nafsi yangu. Wa in arsaltaha, na ukiachia, fahfadhha, uhifadhi bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin, kwa kile ambacho unawahifadhia waja wako wema. Kwa hii ni dua watakiwa uisome wakati unataka kufa, maana pale unakwenda kulala kama unataka kufa wewe, huna khiari. Sasa ya Rabbi, nafsi yangu hiyo kama utaichukua basi isamehe, kama utanirudishia basi endelea kunihifadhi, lakini unajisalimisha na huna namna, lazima ulale. Unasema mimi bwana waogopa kufa, mimi silali, ukawasha moto huku na huku, ukaweka mbwa pale kulia, haitasaidia chochote, utakufa tu. Sawa? Kadhalika katika hadithi imekuja kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma, anasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapojikusanya kwenye tandiko lake, yani kwa ajili ya kulala, qala, anasema bismika amutu wa ahya, kwa jina lako ewe Mola wangu nitakufa na nitahuika. Wa idha qam, na anaposimama, anapoamka, qala, anasema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi al-nushur, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ametuhuisha baada ya kuwa ametufisha, na kwake yeye ndio kukusanywa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anazifisha nafsi, anaziua nafsi, au anawaua watu wakiwa wamelala, na kulala ni sehemu katika kifo. Roho inaweza ikarudi au isirudi. Katika hadithi ndefu ya Abu Qatada radhiyallahu anhu anaeleza kwamba sidna ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam laila, tulitembea pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati wa usiku. Faqala ba'dhu alqawm, baadhi ya watu wakasema, law arrasta bina ya Rasulullah, law ungetupumzisha sisi tukalala ya Rasulullah. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhafu an tanamu 'ani as-salah, naogopea msije mkalala kuiacha swala. Lakini watembea sehemu katika usiku, watu wamechoka, tungeunganisha mpaka alfajiri, tukaswali alfajiri, alafu
ndio watu wakalala. Sasa naogopea tukilala sasa hivi mtaiacha alfajiri nyinyi. Qala Bilal radhiyallahu anhu ana uqidhukum, akasema Bilal radhiyallahu anhu mimi nitawaamsha. Wakaja wakalala. Wa asnada Bilal dhahrahu ila rahilatihi, Bilal akauegemeza mgongo wake kwenye mnyama wake, akamlalia mnyama wake hivi. Faghalabatuhu ainahu fanam, macho yake yakazidiwa na usingizi akalala. Fastayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qad tala'a hajibu ash-shams, akaamka mtume sallallahu alayhi wasallam na hali yakuwa kimeshachomoza kile kijiunyusi cha jua, jua lishatoka kidogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akawa ameshaamka, akawa ameamka. Faqala ya Bilal aina ma qult, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Bilal, Bilal niko wapi ulilisema? Nilisema tatuamsha. Haya, mwenyewe bado umelala. Qala ma ulqiyat alayya nawmatun mithluha qat, akasema sijawahi kupewa usingizi mfano wake kabisa, sijawahi kulala mimi maisha yangu kama usingizi huu. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikiliza maneno yake, inna Allaha qabada arwahakum hina shaa, hakika Allah alizichukua roho zenu pale alipotaka. Wa raddaha alaykum hina shaa, na akazirudisha kwenu nyinyi wakati alipotaka. Ya Bilal qum faadhin bin-nas bis-salah, ewe Bilal simama uadhinie watu kwa ajili ya swala. Fatawadda, akatawadha. Falamma irtafa'at ash-shamsu wa biyaddat qama fasalla, akasimama Bilal na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatawadha. Ile watu kutawadha kwenda huku na kwenda kidhi haja, kutawadha mpaka kuja kumaliza jua lishapanda, kumshakuwa kweupe. Wakaswali alfajiri wakiwa wao wamechelewa. Lakini ushahidi ni inna Allaha qabadha arwahakum hina shaa wa raddaha hina shaa. والحديث أخرجه البخاري في صحيح، حديث نمبر 595 katika sahihi yake. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، hakika mna katika hayo ya kufishwa nafsi wakati wa kumalizika muda wake, au kufishwa nafsi wakati wa kulala na nyakati nyinginezo. Mna katika hayo alama nyingi kwa watu wanaotafakari. Kikao kitafakari, utaona kuna mambo mengi sana. Utaona mauti au kifo ni siri kubwa sana ya Allah, ameificha. Mpaka wengine, kwa nini amewekwa mauti jamani? Sasa mtalipwaje? Utaingiaje peponi? Si mpaka watu wafe? Kwa hiyo haiwezekani, lazima kifo kiwepo ili tukalipwe kwa yale tuliyoyatenda, tukalipwe kutokana na yale tuliyoyatenda. Tutalipwaje sasa? Lazima watu wafe. Kitu cha msingi, yani wewe hakuna dawa utakayoweza kula ikukinge na kifo, na sote tunajua hivyo. Na kama vitatokea vidonge hivyo kwamba kuna vidonge au kuna chanjo labda ya sindano, ukidungwa hiyo ufi, itakuwa ni vita kubwa duniani. Watu wote wataitaka hiyo, na bila shaka itakuwa ni uongo, bila shaka, hatuna shaka, kwa sababu mauti ni lazima. Sasa kama ukigundua hiyo ukasema jamani, na dawa hiyo ukila ufi wala uzeeki, alafu watu wakikuamini, basi nadhani utakuwa wewe ndio bilionea wa kwanza kuongoza duniani, kwa sababu umeshika pale mahali ambapo watu wanapataka. Lakini bila shaka itakuwa ni uongo. Nadhani itakuwa wa kwanza kufa ni wewe mwenyewe, si watu wanyosha vikombe. Wako wapi sasa? Watu washakwenda na vikombe vyao. Nataka kusema kwamba hakuna namna kwamba utaifanya kwamba mimi nitakula dawa hii, nitafanya hivi, nitaweka utaratibu wa kulala, kuamka, mazoezi, chakula, kwamba eti hivyo vitakufanya usife. Haiwezekani. Masala kupata afya na kulinda afya yako ni jambo linatakikana, lakini hayo yote hata kukinga na nini? Na mauti. Na mauti yanakuja kwa sababu nyingi.
kama ni wengine maradhi, wengine ajali, wengine hivi vitu ghafla tu sakta qalbia, خلاص amri yake imeisha. Ilikuwaje? Watu kila mmoja anaanza kutafuta sababu za msingi hawazioni, lakini kashakufa na hakuna namna ile azikwe. Sasa jambo la kufanya ni kuangalia baada ya kufa nini kilichotanguliza, kwa sababu watu wote takriban utaona waislamu wanafahamu aya, kipande cha aya kullu nafsin dha'iqatul maut, wafahamu mpaka hapo tu. Aya endelea, wa inma tuwaffawna ujurakum yawm alqiyamah. Kipande hiki watu wengi wakijua kwamba kila nafsi ni yenye kuonja mauti, sawa, alafu hakika hapana vingine, mtalipwa kwa ukamilifu ujira wenu siku ya kiyama. Kwa hiyo kuna kulipwa. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.